Mjamboni wandugu wapendwa, mahali popote mulipo. Nafurahi tena kurudi kwenye kamera nafasi hii tuweze kuzungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Unaponiona ama unaponisikiza, najua kwamba mtaelewa sana kuhusu mazungumzo yetu, jinsi tunavyozungumza, ama hasa sana ni nini ambacho kimetuleta hapa. Kwa majina najua wengi mmenijua, mmenitambua kwamba mimi naitwa Caleb Muvugizi. Namba yangu ya simu siwezi kosea nisahau kuwaambia. Namba ni 0721399298. 0721399298. Kwa Kiswahili ni 0721999298. Hapa utanipata kwa WhatsApp. Kwa wale ambao wako nje, mtaweka alama ya kujumlisha 254. Wale ambao wako nje, ili muweze kunipata kwa WhatsApp, utaweka alama ya kujumlisha 254, ambao utaendelea sasa na 721999298. Hapo utanipata kwa WhatsApp. Hata pia kwa Telegram tutaweza kuzungumza na tutaendelea kupeana mashauri. Tutakuwa pamoja kila mara tukizungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Na wakati unapopata video hii kwenye YouTube, na kuomba uweze subscribe, guza hapo, uwe unashiriki mazungumzo yetu ya kila mara, kila siku. Wakati tunapozungumza, tunapoweka video hii, na wewe iweze kukufikia. Subscribe na ushare na watu wengine, wapee hii video like na uweke comment, tuweze kuwa tunazungumza, tuone kwamba na nyinyi pia mnajali ama mnatufuata kwenye mazungumzo haya. Hapo mbele, wakati nilipokuwa nikizungumza na nyinyi, ama wakati tunapozungumza hapa tukija kwenye hii kamera, tukizungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life, niliwaambia kwamba hii kampuni ya 4Life ilianzishwa na kundi la madaktari. Ilianzishwa na kundi la madaktari ambao waliweza kufanya utafiti kwa kiafya ya mwanadamu, afya ya wanadamu. Wakati walianza kufanya hiyo utafiti, wakaona kwamba wamefaulu. Wakati waliona kwamba wamefaulu katika mpangilio ama katika project zao, vile walivyokuwa wanafikiria kuhusu usaidizi wa watu, ndipo wakaona itakuwa ni vigumu sana kufika katika ulimwengu mzima, kufikia kwa watu ambao wako katika makontinenti zingine ama nchi zingine, country fulani. Tuseme wao walikuwa katika USA, Amerika. Na mnajua wakati jambo fulani linalotokea katika USA, Amerika, mara kwa mara huwa ni ngumu watu wengine kufika kwao. Ndio ufike USA, ufike Amerika, itakubidi kupita katika njia nyingi. Labda wengine hawataweza kufaulu kuweza kupata hiyo nafasi ya kwenda USA, kwenda Amerika, kwa sababu watakuitisha vitambulisho, watakuitisha passport, watakuitisha sijui pesa, sijui nini, vitu kama hiyo, na uweze kudhihirisha kwamba wewe utaenda na ufike na urudi kwenye nchi yako. kwa sababu watu wengi wanatamani kwenda USA
katika nchi tofauti tofauti wanaenda kwa njia nyingi. Kuna wale ambao wanasema wameenda kimatibabu, wengine wanataka kwenda huko wakisema ni shule kusomea, wengine wanaenda kwa upande wa siasa, wengine wanaenda kusalimiana, wengine wanatembelea huko kuenda kujua huko ni naishi kivipi, wengine wanataka kwenda kukaa huko kwa sababu tofauti tofauti, na wanasema chache tu, lakini wengi sana kutoka hizi continent zingine akipata bahati tu aweze kukubaliwa kukanyaga ndani ya USA. Hapo ni wachache ambao tena watafikiria kurudi kwenye nchi zao ama continent yao, hasa sana kama watu wa Afrika. Sisi watu wa Afrika, sijui ni kwa nini hiyo kitu imetokea, unakuta sana 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 wa Afrika hata kama ana uwezo anatamani tu aende USA, anatamani kabisa. Labda wengi hata fikiria, hata tamani kwa saa hii, lakini wakati ujao itafika mahali atatamani kwenda. Labda alitamani hapo mbeleni, ikakuwa ni ngumu, anakaa tu akisema Mungu nibariki niende USA, lakini vitu nyingi sana ambavyo viko huko, labda sijui niseme nini hapo, niishie hapo kidogo, lakini na sisi tunaweza kubadilisha. Ndio hao watu wakasema kwa sababu ni vigumu sana kwenda USA, ndio watu waweze kuwa wengi wafike mahali tulipo, ama tuweze kuwafikishia hii habari. Kuna mkakati ambao waliweka, walisema tunaweza fanya 1 2 ndio iweze kuenea ulimwengu mzima. Wakaiweka kwa njia 2 ili iweze kufaulu. Nitasema 2 tu, na hapo mbeleni nimeiwahi kuisema, na hata video nyingine ambazo zimetangulia hii nimesema, na nitaendelea kusema, ndio tuzidi kujua hasa sana kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Ndio tuweze kujua, lazima kila siku tusikize, lazima kila siku tuige, kwa sababu inatufaa. Kwa sababu hii mimi huwa nasema ni baraka kutoka kwa Mungu. Mungu alitubariki na kampuni hii ya 4Life, ndio maana tunastahili kuijua sana. Labda siku moja utakuja kutambua kwamba inakufaa, inastahili katika maishani mwako. Wengine labda hawataweza kupata hiyo nafasi, kama vile ninavyozidi kusema kwamba mtu mwenyewe ana kauli yake, ana uamuzi wake wa kuweza kujua ama kutambua ama kukubaliana na vitu ambavyo wengine ambao wameweza kujua, wameweza kufikia. Kuna kitu ambacho nilikuwa nikisema, sisi watu tuseme mtu binafsi, mtu mmoja. Ninaposema mimi, jua na wewe nimekusema, labda sitakutaja sana, labda hautakuwa sawasawa na mimi. Nilisema mtu ni kama nchi. Wacha nisiseme nchi tu peke yake, niseme continent. Niwache continent moja, tuseme ulimwengu mzima. Ulimwengu uko na continent tofauti nyingi, ikiwa zaidi ya moja ni nyingi. Katika hizo continent kuna aina vile zimeumbwa na Mungu ambaye ameziumba, ama vile watu wanavyojaribu kutengeneza. Tunaona siku hizi ama tukisikiza habari nyingi, utakuta mahali ambapo kulikuwa ni milima, unakuta watu wanatafuta njia, wanailainisha, inakuwa line, inakuwa sasa ni bonde. Unaenda kabisa bila kuona mlima, sababu barabara unaona magari ndio wanafuata sana jinsi inavyoweza kuinuka na kuteremka na kuendelea. Wanajaribu kulainisha njia ya magari ama njia zetu ambao mahali tutapitia. Lakini hizo zote
vinaunganishwa na mtu ama vinalinganishwa na mtu vile alivyo. Ukiangalia sana, kila kitu ambacho kiko dunia hii utakipata ndani ya mtu. Niseme hivyo. Nikisema hivyo labda wengi watacheka, watasema eti nimefananisha mtu na dunia. Lakini mtu unapomsema umesema dunia mzima. Kuanzia mchanga, Mungu, Biblia inatuambia wakati Mungu alipoumba dunia, aliumba kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Katika siku ya 6 hapo ndipo Biblia inatuambia Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa pumzi. Labda nimesema pumzi, mtu kwa sura ya Mungu, kwa sababu sana sana tukisema katika wakati huu tunaweza sema hakuna mtu ambaye ameona Mungu kwa asili yake. Anapokuja kwetu anavaa mwili, anazungumza na sisi, lakini hauwezi sema uulize mtu ama hiyo. Kuna vitu nyingi ambazo tunaweza labda kuguzia. Wacha tuseme tuendelee kupelekana polepole. Mungu, Biblia inatuambia siku ya 6 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake na akambariki, akamwambia uzae na uongezeke na muweze kutawala ulimwengu na viumbe vyote vilivyomo, na bahari na vilivyomo, na anga ama angani na vitu vilivyo vyote huko. Tunaona wandege na vitu kadhalika. Maumbile yote Mungu akaiweka katika mikono ya mwanadamu. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 2, na alipotoka hapo alipumzika na kutazama ulimwengu, akaona hakuna mtu wa kuilima ardhi, dunia, kwa sababu mtu alikuwa na uwezo wa kutawala, alikuwa amepewa na alikuwa amebarikiwa kuzaa na kuongezeka na kujaa ulimwengu. Lakini Mungu akatazama ulimwengu akaona hakuna mtu wa kuulima ardhi, ndipo akaumba mtu kwa mchanga tena. Wa pili sasa. Wa kwanza ni mfano wa Mungu, wa pili alimuumba kutoka kwa ardhi, kwa mchanga, na akaumba. Ndio hii tunaona sasa. Ni kusema hii mwili, mmesikiza tayari, hii mwili imewakilisha sasa mchanga, dunia. Hii mchanga tunayosema udongo. Ni kusema huu mwili una hiyo vitu. Wanasayansi ama wale ambao wanajua sana kuhusu elimu mwili wa mwanadamu wanasema mna petrol, mna maji, mna vitu, hata hii mawe ya nani ya dhamana sana, zote zinaunganisha mwili huu ambao sisi tunao. Hata mawe inawakilishwa kwenye mwili wa mtu. Hata ukiangalia meno nini, vitu kama hiyo, ukiangalia nywele utaona ni kitu fulani inawakilisha vile ulivyo mwili wote kuanzia juu mpaka chini, kuna wakilishi wa dunia hii. Sasa ndipo nikasema hata katika utawala wenyewe wa nchi fulani, country fulani, tuache sasa ati vile dunia inavyoumbwa, kwa sababu ulimwengu mzima ulikuwa ni kitu moja. Labda tuseme mahali imegawanyishwa na mito na mabahari, milima mirefu, mabonde, na katikati huko ni wapi? Hapa utakuta mapori, unakuta mahali kuna baridi nyingi, sehemu nyingine unakuta ni joto. Hiyo tunaweza kuikosa hapa, unaenda kujipata sehemu nyingine iliyo kama ile ambayo wewe umetoka. Useme kuanzia Amerika, Afrika, Europe, Asia, Ocean, yote ni mchanga sawa sawa. Labda utakuta sehemu moja ya Amerika inafananishwa na sehemu nyingine ya Kenya ama Afrika
unakuta ingine inafanana na Europe, ingine inafanana na Asia, hivyo hivyo. Labda tuseme watu vile wamejichukulia, wamelinda sana mazingira, inasababisha jambo fulani. Ndipo tunaposema mtu anakuwa na aina tofauti yake na mwingine, labda tuseme mawazo ama vile alivyo. Kuna wale ambao wako na nguvu, kuna wale ni wanyonge, kuna wale warefu, kuna wale wafupi, kuna watu wanono. Lakini katikati ya hayo yote utapata kuna mtu ambaye muko sawasawa naye. Hamtakuwa sawasawa na watu wote. Hata mkizaliwa tumbo moja, utakuta labda wewe ni mweupe, mimi ni mweusi. Utakuta wewe ni mrefu, mimi ni mfupi. Utakuta wewe ni mnono, mimi ni mwembamba. Utakuta wewe ni rahisi sana kufikiria ama kupata mambo ambayo nimezungumza, na mwingine inakuwa ni vigumu. Unajikuta wewe umekuwa sawasawa na mtu mwingine ambaye si wa kabila yako ama rangi si sawasawa, kwa sababu tuna wale weupe na wale weusi na wale wekundu na wale wangano ambayo imeiva. Hizo rangi zote ni tofauti tu kwa rangi, lakini utakuta labda umekuwa sawasawa na ule mwingine wa upande huo mwingine. Sasa hiyo yote ikishakuwa hivyo, unajikuta mtu ameunganisha watu wote. Mtu mmoja tu unakuta damu, mimi na yule mwingine ambaye ni mweupe ama mtu ambaye ngano ambayo imeiva, utakuta labda tumekuwa katika grupu moja ya damu, na itatufanya sisi kuwa katika upande moja. Acha tuende kwenye inayofanya mwanadamu. Tuseme mimi naweza kuwa kuna vitu ambayo ninataka wewe hutaki, kama vile serikali nayo inayoweka mikakati, masheria na ngazi fulani fulani. Unakuta nchi fulani imeweka uzito katika sheria zao ama mikakati yao ama vile wanavyojichukulia kuweza kujifanya wao wakuwe ni akina nani. Na hata watu nao pia ni hivyo hivyo. Utakuta kuna mtu ambao ni mdhaifu sana kwa kimawazo ama kwa vile anavyofanya kazi yake. Unakuta kazi anaifanya, lakini ni bora tu aishi. Si eti kwa sababu inatakikana afanye kazi. Unaona tu amesukumiwa, lakini kuna mtu mwingine hata kama ni kusema ni kutafuta chakula ama ni shida zingine, atakwambia hapana, hizo shida zote mimi sijali. Tuseme kama watu ambao wanaishi mahali kuna baridi nyingi, ambayo inafika mahali inageuka kuwa ni mawe kwenye milima, kwenye barabara mahali wanaishi. Lakini utamkuta huyo mtu hata kama ana nyumba nzuri sana, ana pesa kwenye akaunti yake, ana afya nzuri na familia yake nzuri, lakini utamkuta tu kila mara yeye anataka kupigania kufanya kazi. Hata akiwa kwa nyumba utamkuta tu ni mtu wa shughuli na kazi. Kuna mwingine atakwambia hapana, mimi nilifanya, acha nipumzike, nilale tu. Hivyo hivyo utakuta nchi nazo ni hivyo hivyo na watu ni hivyo hivyo. Kila kitu ambacho kiko ulimwengu huu inawakilisha mwili wa mwanadamu. Ndio ninaweza sema hayo wote wanatofautiana na sababu wewe ni nani. Lakini hatutofautiani kwa sababu mimi nina rangi fulani, wewe una rangi fulani, wewe uko aina gani, mimi niko aina gani. Hapana. Lakini sasa acha turudi kwenye mazungumzo yetu, ama kile ambacho kimetufanya tuweze kuja hapa kuzungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Niwaambia kampuni yetu ya 4Life, hawa madaktari wakati walipofanya huo utafiti na kujua ni nini wanaweza kutusaidia kuweza kuweka mpangilio wa mwili wetu,
si kwa aina fulani. Ni kusema ukiingia katika kampuni yetu ya 4Life haikubadilishi kuwa mtu mwingine tofauti na wewe vile ulivyo. Hapana. Hii inatufanya maaskari wetu ama kinga zetu ama aina ya mwili wetu uweze kujua, uweze kuwa na hekima ya kujua wewe vile ulivyo na kukuweza kukupea mpangilio na uwe imara, uweze kujua kujipigania wewe mwenyewe kulingana na vile ulivyo. Ni kusema unapotumia hii transfer factor inakufanya kinga zako za mwili ziweze kuwa chonjo, ziweze kujua ni nini inatakikana ama wewe unatakikana kuwa aina gani vile ulivyokuwa umeumbwa. Inainua zile kinga zako, wale maaskari wako waweze kufika mahali ambapo itaweza kusaidia mwili wako. Haitakufanya kuwe vile vingine unavyo. Kuna watu wanataka kuwa wanono, mtu anataka kuwa mtu mkubwa sana. Hapana. Labda kuna zile ambazo zinaweza kusaidia uongezeke, uwe na nguvu, sababu mwili wa mtu haina mpaka. Wewe utaweza kujaribu kufanya vile unavyotaka. Tunaona watu wengine, mtaniwia radhi, labda nao watapata hii video. Sisemi kwamba nimekosea. Utakuta Masai wanafuta masikio yao, inatoka hapa mpaka inafika hapa. Imagine, kutoka hapa mpaka hapa. Sijui wanaitengenezaje, sitakuja kutaja hayo, lakini unakuta amejitengeneza tofauti na vile alivyoumbwa, kwa sababu sisi wote tumeumbwa sawa sawa, lakini utakuta masikio yao kuna vile waliifanya wakaifuruta mpaka ikafika hapa. Kuna wanawake utakuta ametoboa naye, sijui hiyo ni mambo ingine tofauti, lakini acha niseme kwa kawaida, hii transfer factor inakufanya wewe kuwa natural, kuwa vile unavyotakikana kuwa. Hizi product zetu ni za muhimu sana. Wakati unapozitumia zinakufanya wewe mwili wako ama kinga za mwili wako zinaanza kuwa sawasawa, zinaanza kuongezeka na kufika kiwango ambacho wewe unahitajika. Sababu kuna aina mwili inastahili kujichukulia mahali ya baridi, kuna aina fulani inastahili kujichukulia mahali pa joto, kuna aina inastahili kujichukulia mahali kunapokuwa katika mamsituni huko mashinani ama katika miji, sababu tunapumua aina tofauti tofauti sababu ya anga hadi vile ilivyo. Ndiyo maana inakupea hizi product zinakufanya uweze kuwa mtu wa kutambua haraka sana mahali umefika, ni nini sana iko ndani mwako, na kama ni ugonjwa inaipiganisha, inaanza kuitoa, inaanza kuisukuma, inaambia hapana, hapa sio kwako, wewe umekuja nafasi isiyo stahili, wewe umekuja kwa mwili, lakini wewe si kiungo moja kati ya huyu mwili. Hizo kinga zako zinajaribu kukuweka sasa sawasawa vile unavyotakikana. Ndio maana niliwaambia katika video nyingi ambazo zimepita kwamba tuna aina mbili, nasema tu aina mbili katika kampuni yetu ya 4Life. Zingine sitaguzia sababu zingine ni hizo, ni mpangilio ama mikakati ya kampuni. Kuna wafanyakazi katika kampuni ambao wameajiriwa. Hao watu wanalipwa pesa, wanalipwa kulingana na ile kazi amechagua, lakini kile ambacho mimi huwa nakuja sana kuzungumzia na nyinyi ni kusema tuzujue kwamba katika kampuni ya 4Life unapoingia
kampuni inasema hii kampuni ni yako. Hii kampuni ni yako. Lazima ujue kampuni yako unaifanya kivipi. Ujue kampuni yako unaifanya kivipi na utaipangilia kwa njia gani, na vile utakavyo ipangilia ndivyo utakavyo fanya. Sehemu ya pili ni upande wa biashara. Nimezungumza sana katika kwenye hii channel nikiwaambia kuhusu kampuni yetu ya 4Life kibiashara. Tunazungumza sana kuhusu kibiashara na kiafya, lakini kwa saa hii ninapenda sana tuwe tukizungumzia sana jinsi ya kufanya kwenye kampuni yetu ya 4Life. Hizi bidhaa zetu za 4Life, kuna wengi wanaojiuliza bei yake. Acha niseme hivyo. Kuna bei ya kampuni kwa 4Life yenyewe. Ukisearch, ukigoogle kwa internet utapata, watakuelezea sana kuhusu kampuni ya 4Life. Watakuambia bei. Hii moja tu, acha niseme hivyo, kwa kampuni yenyewe inakupea, hii ni transfer factor, ndio tunaita transfer factor, wanakupea kwa bei ya $65. $65. Wakati unapoipata kwa $65, inalingana na mahali ulipo na vile wewe utafanya iweze kukufikia. Vile itakavyo kufikia italingana na mahali unapoishi na ile kampuni ambayo itakusaidia kutoa mzigo huko wako ambao umenunua na kuletea mahali wewe unapoishi. Mahali unapoishi ama nchi unayoishi, kulingana na tax vile wanakulipisha, serikali na kuitisha pesa, ama tuseme kampuni ambayo imekuletea hizi bidhaa, jinsi nayo inayo kuitisha pesa zao ili ziweze kufika mahali wewe ulipo. Hiyo sitasema sana, sababu itakuwa ni wewe sasa na nchi yako itakayo kuambia jinsi unavyoweza kulipia kutoka huko. Kulingana na vile kampuni ilivyopanga, kuna bei ya mnunuzi ambaye anataka kutumia, yule ambaye tunaita customer. Kuna bei yake. Kuna bei ya kiorse nayo iko kwa kampuni, niseme kuanzia $65 kwenda juu. Kuna wakati wanatoa ofa na wakati inaenda juu sana, lakini kwa bei ya yule ambaye anataka kutumia, naye ana bei yake. Hiyo zote walijali sana na wakafikiria kuhusu hayo, sababu tunaifanya kibiashara na tunaendelea. Tunaendelea pamoja. Wakati inapokuja kwako, unapewa maarifa ama mafunzo wa kuweza kujua sana ni aina gani zinafaa kwa mtu, utampea gani, atatumia gani, kwa sababu shida zetu vile nilivyosema, mwili ni mpana, mwili ni mkuu, kuanzia kwa kichwa mpaka kwa mguu, kwa nyaya ya miguu ni aina tofauti tofauti, na magonjwa ni tofauti.
Kama juzi nilizungumza kuhusu record. Record niwaambia inahusu na ubongo ama kichwa. Kuna ina sehemu zingine ambayo inaguzia sana. Kuna wale ambao wanasema watu ambao wamekuwa na shida ya kupooza kwa mwili, nao record inakusaidia. Transfer factor pia inasaidia kila upande wa mwili wa mtu. Record inafanya ndio macho wakati ninapozungumza hapa, niko mbele ya kamera, hiyo yote inakuja kwangu na kuna vile inavyoniadhiri. Kuna vile inavyokuja kupambana na afya yangu. Hii machine laptop ambayo niko mbele yake, nayo pia ni hivyo, nayo ina shida zingine. Hizo zote record inasaidia kuzuia, kukupea nafasi ya kuweza kujua ni nini hasa imekuja kwa mwili wangu. Inazuia, inanipea kujua hii ni nini ilikuwa imefanyika. Nikiona tayari hiyo kinga zangu, memory yangu inajua ile shida ambayo niliona wakati mwingine imerudi tena. Abla kama mimi sijawahi kufikiria, kuna vitu ambavyo tunaona ama unaweza kuona mimi mtu hivi, kesho ama kesho yake tukikutana unanisahau. Lakini kuna wengine akiniona, ameniona kwa umbali kama mita 100, anapita anasema yule ni fulani. Sababu kwa bongo yake ama kwa afya yake iko sawa upande huo, hauwezi ukakosea kile ambacho uliona. Hao watu ndio wana zile sehemu viungo vya record na transfer factor kwa mwili wake iko bado sawa, lakini haisemi kama hauwezi tumia, ni lazima utumie tena uendelee kuwa na nguvu. Kwa sababu wakati tunapoamka tunataka tukule, hata kabla njaa haijakuwa, kabla hujasikia una udhaifu, unasema acha kwanza nikunywe chai ndio nisikuja kupatwa na upungufu wa nguvu wa kufanya kazi yangu. Unakula ndio uweze kupata nguvu za kuendelea na kazi, lakini haujaisha kabisa. Ukikosa hiyo chakula mchana mzima utaendelea na kazi, lakini unaposema time imefika, masaa imefika, acha nikule kwanza. Kwanza kuna saa nyingine unafikiria, unasema saa hii nikule nini? Unaanza kujifikiria kitu utakula. Ni kusema saa hiyo hujahitaji sana. Unahitaji ndio, lakini ijafika wakati ambapo utakuwa hauwezi kufanya chochote bila kupata kile ambacho kinahitajika kwa mwili wako. Ndio maana tunasema unatumia transfer factor, unaweza tumia record ili iweze kuendelea kusaidia mwili wako kabla kuwa na shida, kupambana na magonjwa ama na shida zingine ambazo zinakuja. Mnajua siku hizi tunatumia vitu nyingi sana ambayo imekuja kama ni majanga kwa mwili wa wanadamu. Mtu sahi amekumbana na shida ambazo sisi wenyewe tumejiletea. Juzi nilizungumzia kuhusu mambo ya viwanda, vile watu wanavyosema mahali ilianzia kwa mwaka wa 1860 hapo ndipo tulianza kuona viwanda, ama ndipo watu walianza kufikiria jinsi ya kutengeneza vitu kwa viwanda. Wakawachana na hii ya kusema acha tufanye tu kwa mikono yetu. Hapo ndio wale wataalamu walianza sasa kusema acha nitengeneze kampuni na iweze kuchukua watu wengi na tuweke vitu kwa machine, tusaidiane na machine kufanya kazi. Hapo mbele alikuwa anafanya vitu kama kawaida tu, kama ni unga wa ugali walikuwa wanasiaga na mikono. Lakini saa hii ukipata mtu bado anasiaga mahindi na mkono, hapo kuna shida, bado iko mashinani. Amekosa labda pesa ya kwenda kwa kisiagi kwa machine iweze kumpea unga haraka sana. Utakuta machine inatoa mamia na mamia ya maton ya chakula cha unga kwa masaa ama kwa siku. Lakini hapo mbeleni ilikuwa ni kusiaga kwa mkono. Hata kama tuseme watu walikuwa wanajiundia mavazi kwa ngozi, anatumia tu mkono, anasugua hiyo ngozi ya wanyama
mpaka anapata kile kitu cha kuvaa ama vitu ya kutumia, ndio sasa watu wakakuwa sawa sawa. Lakini sasa kwa saa hii vitu imebadilika, tumekuwa na viwanda nyingi, ndio sasa imeharibu anga. Ndio maana unaona Umoja wa Mataifa kila mara huwa wanakaa wakisema tutafanya nini ili tuweze kulinda anga isiendelee kuharibiwa. Sasa tunaposema kuhusu hizi product tunaweza sema mengi. Nimezungumzia kuhusu vile mwili unavyotakikana kwa hiyo vitu, lakini naweza sema kuhusu upande wa biashara. Upande wa biashara, wandugu wapendwa, ninawaandika, siwezi kuambia ati utalipwa kivipi, lakini kuna mshahara mzuri. Ndio maana nikiacha hapo, natakanga muweze kuniandikia, tuweze kuzungumza moja kwa mwingine bila kuwa katika mtandao kama huu. Najua ni lazima wewe mwenye unataka tuzungumzie sana kuhusu kile ambacho hujaelewa, lakini nikiendelea kuzungumza vitu nyingi, labda wengine watakosa kujua sana sana vile tunavyotakikana kufanya. Lakini sisemi kwamba ninawaficha, wakati utakuja ama itafika tuweze kuzungumzia kila kitu, na hakuna jambo tutawacha nyuma. Hakuna, vyote tutaweza kujua na yote tutaweza kuzungumza, na kila mtu najua ana nafasi yake ya kuweza kujua sana vile ilivyo. Okay, nilikuwa nataka kuambia kuhusu jinsi ngazi hizi zetu zinavyoendelea, ama vile tunavyofanya, ama vile kampuni hii inavyotuweka katika ngazi tofauti tofauti. Kuna hizi product niwaambia tofauti. Kila product ina aina yake na bei yake na kile ambacho inafanya. Zote hazifanyi sawa sawa, na zote hazina kile ambacho tunaweza sema. Kama kuna watu ambao utazungumza nao na kuambia product zetu zinafanya kwa kila kitu. Unakuta wewe ni mgonjwa wa sukari, wanakupea ile. Unakuta wewe ni mgonjwa wa kansa, wanakupea ile. Unajikuta wewe ni mgonjwa wa asas, wanakupea ile. Lakini katika kampuni yetu ya 4Life sio hivyo. Kila ugonjwa ama kila shida yote ina product zake ambazo zinahusiana na kila shida ambayo unayo. Ndio maana tunasema wakati tunapozungumza kila siku, tunajua ni mengi sana huwa tunapata. Ndio nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu vile nilikuwa tunazungumza tukisema kuhusu biashara ama faida. Zote zinaambatana na kulingana na kiwango ambacho wewe umefikia. Kiwango, tuseme kuna vile ambavyo mpangilio wa 4Life ulivyo. Unapoingia, niliwaambia kwanza ujiandikishe, ujaze form. Wakati unapojaza form, unaituma, inakubaliwa email yako na namba yako ya simu. Ukishakubaliwa unapewa ID number.
Wakati unapopewa ID number, inasemekana kwamba wewe ni member ama ni mwenye kampuni ya 4Life. Kwanza wakati unapoingia unaitwa associate. Associate ndipo unakuwa sasa member wa kampuni. Hapo unaanza sasa kutafuta watu ambao wataingia chini yako. Unatoka kwa hiyo kiwango cha kuwa associate, unakuwa constrictor. Hapo unafanya hivyo, unatoka hapo constrictor unakuwa constrictor elite. Unatoka hapo unakuwa na point. Acha nilikuwa nimesahau kusema, wakati unakuwa constrictor unakuwa na point 100. Point 100 ni kusema hizi mbili zina point 100. Hizo tu. Hata ukienda katika ngazi zingine niwaambia kwamba ni hizi mbili. Sisemi ni hizi tu peke yake. Unaweza chagua na zingine zinafika bei yake. Unapewa kitu tunaita LPs. Hizo 100. Hapo sasa umeanza kazi vizuri, na kila kazi yote utafanya utalipwa. Siwezi kuambia bei ama mshahara itakuwa kiasi gani, sababu italinganishwa na kile ambacho wewe umefanya. Ile kazi umefanya ndiyo hivyo utakavyolipwa. Kuna wale ambao wako chini yako utakuta wamekuingizia $100, wengine anakuingizia $50, wengine anakuingizia $200, wengine anakuingizia $500, hata 1,000, hata 3,000 za dola. Hapa wanalipa kwa madola. Hapa wanalipa kwa dola. Wewe halafu unakuja kuchange kulingana na nchi yako ambayo uko ndani. Tukisema constrictor elite ni mpaka chini yako kuwe na LPs 1,000. Constrictor elite hapo utakuwa uko na pointi 1,000, na hiyo 1,000 sio wewe mwenyewe umenunua. Utakuwa wale watu ambao wamefanya kazi chini yako, wakiwa watu 100, wakiwa watu 10, wakiwa watu 5, wakiwa watu 20, vile ambavyo wamenunua zile product, ufikishe kwa grupu yako pointi 1,000 ambayo tunaita LPs. Hapo unaitwa constrictor elite. Unatoka hapo kisha pita 1,000 na uende ufike 3,000, na hapo unaitwa diamond. Hapo sasa unapofika hapo ni kusema hapo juu constrictor elite utalipwa mwisho wa mwezi kwa ile kazi zote ambazo zimefanywa chini yako. Lakini na wewe kama umenunua pointi 100, ukiwa umenunua pointi 100, utakuwa sasa hapo ndio unafungua milango ya kuweza kuingiza mshahara wako vile ulivyofanya. Wale watu wako hata akinunua tuseme za $10,000 watakulipa. Hata kama amenunua za $1,000,000 ama amenunua 5,000 ama 1,000 ama 500, kiwango kile ambacho umeingizwa kwa kampuni yako ama kwa grupu yako, ndio maana tunasema ni kampuni yako, utalipwa 25%. 25% hapo utapata hii diama. Nao wakati umefikisha 3,000, wakati wote umefika hapo, kila kitu ambacho kinafanywa unalipwa hapo. Wakati zimeingia, kuna zile commission ambazo zinaingia chini kwa kampuni yako. Lakini tena kuna mshahara ambao utakuja kupewa mwisho wa mwezi ukikamilishwa. Kama leo tuko tarehe 28, lakini kesho ni tarehe 1. Kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 4 utakuwa sasa umepata kile ambacho wewe umefanyia kazi. Mnajua sasa kampuni yetu niwaambia ni uaminifu.
ni kampuni ya kujiaminia. Hakuna udanganyifu, hakuna ukora wowote ambao uko katika kampuni yetu ya 4Life. Katika kampuni yetu ya 4Life ni yako mwenyewe. Kampuni mwenye kujenga hii kampuni ni mwaminifu na mkweli, na hawezi kosea, hawezi kukuletea shida zingine. Hapo Diama Elite utakuwa umefika kwa point 5,000, na hizo 5,000 ni rahisi sana kufika tukiwa na bidii, tukitumia bidii zetu kuweza kueneza habari hii. Ni rahisi sana kuweza kufikia. Niliwaambia kwamba kila siku tunaongea na watu kwa mahali tunaishi, kwa barabara, kila mahali tunapoenda, hata kwa soko, hata maofisi. Ni lazima tuzungumze, tufungue hii ofisi zetu, tuongee na watu, tusijifungie nayo. Hii ni baraka niliwaambia kutoka kwa Mungu, na itafanya kile ambacho wewe unachomwambia. Niliwaambia upande wa biashara ni sawa kabisa, upande wa kiafya nayo haina hitilafu yoyote. Inafanya kulingana na vile walivyojitolea na wakasema tutafanya hivyo. Ukitoka kwa Diama Elite unaenda kwa presidential, hapo utakuwa lazima kuanzia kwa associate mpaka hapa kwa presidential. Kila mtu kwa kampuni yetu ya 4Life inasemekana kwamba lazima ununue point 100 kila mwezi. Ununue point. Zile point utachagua zile bidhaa unataka. Labda wewe mwenyewe umejihisi kuwa ama unajisikia kwamba wewe uko sawa, hauna shida zozote ambazo zinahitajika kuweza kusaidika. Hapo utajadi watu wengine, familia yako iko inahitaji bado. Kutoka kwa familia yako, majirani wanahitaji, makastoma wale ambao unazungumza nao, lazima uwe na kitu ya kuwaonyesha. Lazima uwe na kitu ya kuwaonyesha. Si mnaona bado niko nazo, kila siku nikija hapa huwa nakuja, si ati ni ile tu ninawaonyesha, hapana. Nikisema hii Muscleton, hii nafikiria kwamba ndio mara ya kwanza kuwaletea hii Coramag. Hii Coramag ndio nasema kwamba si mara ya kwanza, lakini si ati ni kitu imetumiwa, ni iko na product ambao bado tunaendelea kuwaambia kwamba mnaweza kutumia na zinaweza kutusaidia kwa maisha yetu. Acha niwaambie kutoka hapo presidential tunaenda kwa na presidential. Niwaambia kwamba lazima awe na point 5,000. Kuanzia 5,000 kwa Diama Elite ni 5,000. Presidential lazima awe na point 10,000. 10,000 tutafikia sana haraka sana. Hapo sijasema vile tutajenga hizo steps zetu. Kwanza niwaambia unatafuta watu watatu. Hao watu watatu nao wanaleta watu wengine watatu, na unaweza ukiona unaanza kuendelea sasa unajaribu kuwasaidia. Wanafanya kama vile na wewe ulifanya, unawaelezea, unawaelimisha jinsi ya kuzungumza na watu, jinsi ya kutembelea watu. Alafu tena unaongeza watu wako 6. Watu 3 inakuwa 6 nao. Sasa hapo ndio utaeneza haraka sana kufika kwa ranka yako ya hii ya kwanza, hii Constrictor Elite. Hapo sasa ukifika hapo na watu 6 ndio unaenda sasa kwa Diama unakuwa na watu 8. Watu 8 hapo sasa ndio umekuwa sasa. Nimewaambia kila kazi unafanya kuna kile kitu ambacho wanarusha kwa akaunti yako. Tukiendelea kuzungumza tutakuwa tunawaambia vile ulifanya na utakuwa unaona kwa akaunti yako. Lazima ujichungie akaunti yako, lazima ujue ni nini kinachoendelea kwenye kampuni, na wakibadilisha jambo fulani huwa wananiarifu kwamba kutoka USA hapa kuna kitu ambacho tumechange. Hiyo kitu ndio sasa ndio hii, kwa sababu na mimi
ni memba wa kampuni, hata kama ilitengenezwa hapo mbeleni kabla mimi sijaijua, lakini wamesema na mimi nastahili kuwa mmoja wao kwa sababu nimekubali kuja kwenye kampuni hii. Niliwaambia Presidential Elite lazima awe na pointi 15,000. 15,000 ni rahisi sana kwa familia, madugu, majirani, maofisi, mahali tunapofanya kazi. Tunaendelea na tunazungumza, utafikia kwa muda mchache sana. Kuna wale ambao wanafika katika kiwango hiki kwa miezi mitatu. Unaongea na watu, kuna wale ambao wako na shida nyingi hapa nje, lakini kwa sababu ukiwaambia na hawaelewi. Tunatumia pesa nyingi na bado tunanunua zile chemical ambazo zinakuja kuharibu afya yetu. Unatoka Presidential Elite, tunaenda kwa rank ambayo inaitwa Browse. Browse ni lazima uwe na pointi 20,000. 20,000 na hiyo pia utakuwa umefanya kazi vizuri sana. Unatoka Browse Elite, Browse unaenda kwa Browse Elite, utakuwa sasa hapo umekuwa na pointi 20,000. Bado hapo ni 20. Tunatoka hapo tunaenda kwa Platinum. Bado hapo tutakuwa sasa tunaendelea. Hapa kuna mahali nimekosea kidogo, lakini hapa kuna All, kiwango nyingine ambayo tunaita All. All nayo pia ina pointi 50,000. 50,000 unatoka kwa All Elite, inakuwa na zinaendelea hivyo hivyo mpaka wakati tunapofika kwa Platinum. Platinum Elite inakuja ukiwa na pointi 1,000 ama tuseme milioni 2. Hapo sasa ukiwa katika hii kiwango cha Platinum Elite, unakuwa sasa ni mmoja wa wale ambao wanachukua mkakati katika kampuni, ama unatoa mashauri vile tutakavyofanya kiwango cha kampuni yote mzima. Unatoka sasa kwa grupu yako, unakaa pamoja na yule ambaye ametengeneza hii kampuni. Sasa wakati tunapozungumza na watu, tunapoelezea hii habari na enea inawafikia, nao wanakuja, kampuni inakulipa ile pesa ambayo itakuwa sasa ni ya kwanza, kwa sababu umeleta mtu na akanunua. Na wewe kama umenunua zile point 100, kama umefikisha 100 na umeleta watu wawili ama mtu mmoja, hautarudi mkono bure, unalipwa hapo hapo na itaingia kwenye kaunti yako, na kampuni na kuonyesha na kuambia asanteni kwa sababu na wewe umejali watu wengine na ukaweza kuwatangazia habari hii, nao wanakulipa. Sasa tumesema hii ni commission, ni pesa zile ambazo unapewa wakati umeambia watu wamekuja, lakini hatujasema zile pesa ambazo unalipwa wakati umeuza. Kuna kiwango cha kununua kwenye kampuni na kuna kiwango cha kuuza wewe kwa mtu ambaye anahitaji. Hayo wewe mwenyewe utajua. Mimi nimeagiza kutoka ngambo kufika hapa, nimetumia pesa fulani, lazima na wewe uuze juu ufaidike. Lakini kwa sisi ambao tuko ndani, kuna vile huwa tunasaidiana, tunajaribu kuinuana, tunasaidiana ndio tuweze kufika kwenye malengo yetu. Hii katika biashara hii niliwaambia ni mahali ambapo unajali ndugu yako, unajali mtu mwingine. Ndio maana mara kwa mara hiwa nikizungumza nawaambia, kama mimi sina hitaji ya kutumia hii transfer factor saa hii, ama bado ninahitaji, sitakosa. Lakini wakati mtu yangu kwa familia anahitaji, mimi nampea, anatumia, alafu tena kesho napata nyingine. Wakati unapokuwa katika kampuni hii, hautawahi kusema kwamba mimi sina marafiki, mimi sina watu ambao tunasaidiana katika safari, sababu safari ni ndefu. Sababu hii safari hii tunayo ni ya muda mrefu sana katika maishani mwetu. Ndio maana unakuta nchi zimeanza kusema kwamba wakati unapofika kiwango fulani una retire.
unaenda unasimama kwanza, unakuwa sasa ni kama mtu hayuko tena, lakini bado upo. Wanakujali sasa, wanaanza kukushughulikia, wanakulipa kila mwezi. Na wewe wakati umefanya hii kazi vizuri, kampuni inakushughulikia, inajua maslahi yako, inajua vile ulifanya, hiyo timu inaendelea. Na hautawahi kosa, ukiwa umejenga hivyo, hautawahi kukosa hiyo pesa ya kununua kila mwezi. Hautawahi kosa. Acha niwaambie, hiyo ni ukweli. Wakati unapokuwa na watu 6 na ama zaidi 8 ama zaidi 12 ambao wanafanya kazi vizuri, hautawahi kosa za kutumia na utasaidika. Na ninajua kwamba katika kampuni hii sisi wote tuko ndugu, mandugu, wadada, wazazi, watoto, hakuna mtu anayebaki nyuma, na utafurahia sana. Nimewaambia kuhusu kuuza, hiyo itakuwa ni wewe, tutakuwa tunazungumza, lakini kuna ile bei ambayo kampuni inatuwekea, lakini kwa sababu tofauti ambazo ziko katika nchi tofauti na mahali ambapo tunaipeleka, ndio lazima tuweze kujua sasa jinsi tutakavyo saidiana. Hatutaumizana, hatutaweza kuwekea watu mzigo ambao itawasumbua ndio wasiweze kuipata. Tuzungumze, tuendelee kuwa pamoja, kwa sababu wakati huu ni shida nyingi tupo. Na watu ambao wana shida za macho kuona, kuna wale ambao wana shida za kupumua, kuna wale ambao wako na shida katika mifupa yao, unakuta imeishiwa na nguvu, unakuta mishipa haifanyi kazi, watu unakuta ametoka kwa kilo 100 ama kilo 80 anafika hadi 50 ama 40 na ama 60. Sasa hapo hataweza tena kufanya kazi ile alikuwa anafanya hapo mbeleni. Kuna siwezi kosa kuambia kuhusu hii Karamag. Hii niliwaambia nayo ni mzuri, sijawahi kuizungumzia sana, lakini acha niguzie kidogo tu niwaambie vile ilivyo. Hii ni nzuri sana wakati unaoitumia. Ukiitumia najua kabisa utasaidika upande wa mifupa, upande wa mishipa, ni sehemu nyingi inaguza. Hizi bidhaa zetu hazifungwi mahali pamoja. Ati mimi kama ni shida fulani, si ati ni kama zile tunasema tunaenda kununua. Ati ninaenda kununua product ninaenda kununua paracetamol. Hapana, si kama hiyo. Si kama vile tunasema tunaenda kununua paracetamol. Hapana. Hii inatusaidia kabisa kumaliza zile shida ambazo sisi tunazo. Acha nijaribu kuambia tu kidogo tu kuhusu hii Karamag. Tafsiri yake ama vile inavyotuambia ni kusema ndani mwake kuna madini ya kutosha ama afya yetu ya kutosha kusaidia mwili wetu ili iweze kujihisi vizuri, ili mwili wako uweze kuendelea kujihisi vizuri na uweze kufurahia sana kile ambacho unasema ama ile kazi unayofanya. Najua niliwaambia hapo mbele, niliwaambia kuna watu ambao wanafanya kazi tu, bora afanye kazi. Na wakati tunapofanya kazi mtu ananipigia ndani, ananicall, bado anataka hizi product, najua zinahitajika, ni watu ambao wako nje ya Kenya, lakini bado huko nako tunafika na tunasaidiana. Nimesema hii ina rutubisho ya kutosha, ina afya nzuri, ndani mwake kuna usaidizi wa mwili wetu. Hapa tunasema ndani mwake mna vidonge ama pembe
80, 90, 90. Ndani mwake inasemekana, hata nisome hapa kidogo, inasema msaada kamili wa lisha ya metabolic inasaidia mwili wetu jinsi ya kutosha. Ndani mwake mna kusaidia mifupa yetu. Kuna wale ambao utapata unapata mtu ni mrefu sana, ni futi 2, lakini unapojaribu kumweka kwa mzani hapo kupima, unakuta uzito wake uko chini sana. Lakini anapotumia hii, mifupa yake itakuwa na uzito, utakuwa na nguvu, ndio uweze kubeba ama kuinua ile uwezo ambayo unatakikana kubeba. Ina nguvu ama ina uwezo wa kuinua nguvu za mwili wako. Nguvu za mwili wako inakuwa sawa sawa. Kama ni mtu ambao haukuwa na nguvu wakati unapotembea kwa mwili wako. Sasa unajua mifupa, kuna wale ambao wana uzito mnene sana. Anaweza pima kilo 100 na labda iko na urefu ambao hautoshani na hiyo. Unajua madaktari wanatushauri kulingana na vile sisi tulivyo. Hii inakusaidia kukuweka mifupa yako inaweza kuinua ama inaweza kubeba ile uzito wako. Inasemekana ndani mwake ina uwezo wa kusaidia misuli hii inakuwa. Sasa kuna wale ambao wanainua vyuma ama vitu mzito, wanafanya mazoezi. Hii inakusaidia kujijenga mwili wako, inakuwa sasa nguvu. Si yule tu akusema ukifanya hivi umeanguka, ukilala unashindwa kuamka, ukikaa inakuwa ni vigumu. Kuna ule unaunama ukifanya kazi, shughuli zako, ama uko kwa kompyuta umeshinda ukifanya kazi, kuja kuamka unasikia kizunguzungu, ama unaanza kusikia mgongo umekuuma, unakimbilia hospitali, unaenda kuchukua madawa. Hii ina uwezo wa kusaidia misuli yako, nguvu zako zinakuwa nguvu, kwa sababu ndani mwake mna kitu ambacho tunaita magnesium ndani ya mifupa. Magnesium ndani ya mifupa inakuwa strong, inakuwa sasa na nguvu ya kuweza kukusaidia. Ndani mwake mna madini mingi sana. Hii mwili, ngozi, unaona kuna watu ambao akiumia tu kidogo lazima atibiwe kwa muda mrefu. Mimi naweza kupea ushuhuda. Kuna juzi nilifika mahali nikakatwa na mabati. Ilikuwa imeingia kabisa, imekata sana. Nilikuwa nimetembea mahali nikakatwa na mabati. Vile nilikatwa, niliwekewa tu hii tunaweza sema surgery, kufanywa usaidizi wa haraka, na nikaweza kusaidika na nikapona kwa siku 2 tu. Sikuchukua muda mrefu. Ilikuwa imekata, ninaweza kuwaonyesha hiyo video ama hiyo picha, lakini kwa sababu nimetumia hizi, mwili wangu unafunga haraka sana. Unajua sasa nimehatarika, lakini vile mwili wangu unavyojengwa inanisaidia kuweza kujikinga mapema. Sasa hapo mwili inakuwa na nguvu, inaweza kumiliki uzito ambao wewe unayo, hata kama haina sawasawa na urefu wako. Hiyo yote itaweza kuichunga na kuipea nafasi iweze kuwa sawa. Inatupea virutubisho vile nilisema, na zile nguvu ambazo zinahitajika katika mwili wetu. Asanteni, nasema tuwe pamoja na tuendelee sasa kuwa katika kampuni hii na tuzungumze. Ukiwa kuna mahali ambapo hujasikiza vizuri, jaribu kunipigia tuweze kuzungumza, tuweze kujadiliana. Nitaweza kuambia na kukuelekeza vile inavyotakikana. Kuna watu ambao bado hawajawahi kusikiza kampuni hii ya 4Life, naweza kuandika nje tuweze kuzungumza na mtasaidika. Utapata pesa, utapata afya, na mtakuwa na marafiki, na utajuana na watu, na utajua kuzungumza na watu sana.
hata kama ni mtu gani utazungumza naye, kwa sababu sisi wote ni viumbe wanadamu. Sisemi twende kudharau wakuu ama tukose heshima. Ni lazima ujue jinsi utaongea na watu, vile utafanya kazi yako. Asanteni, karibu sana, tuwe pamoja kila mara na itakuwa sawa sawa.